Naam, hujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Sura ya Dunia Kimataifa kwa siku ya hii leo, tukiangazia taarifa mbalimbali zilizopaza vichwa vya habari nje ya mipaka ya Tanzania. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ni mimi Bakari Chimpanga. Na machache kati ya mengi utakayopata nafasi ya kuyasikia kwa takribani mwendo wa dakika 10. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesisitiza amani kwa umoja wa bara la Afrika. Makundi ya wanajihadi wakiwemo Boko Haram yanaongezeka kwa idadi na nguvu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mwanamke mwenye umri wa miaka 39 akamatwa na kushikiliwa na jeshi la polisi nchini Ujerumani. Msikilizaji, nawe ni mmoja wa washiriki hapa studio kwa kutuma ujumbe kupitia nambari ya simu 0742 1240 21, lakini pia unaweza kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Instagram, YouTube, X na Thread. Tunapatikana kwa jina la Sauti Digital. Huko Facebook andika Radio Sauti 96.1 FM. Sura ya Dunia Kimataifa. Na sasa tuanze uchambuzi wa taarifa zetu tukianzia bara la Afrika, ambapo Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amesema kuwa kuitishwa kwa umoja wa Pan-Africa ni ishara ya maendeleo inayotia mkazo kama bara lilivyosherehekea siku ya uhuru wa Afrika miaka 60 baada ya kuanzishwa kwa shirika la Umoja wa Afrika. Aidha, Hichilema ameweka wazi kukosekana kwa amani kunasababishwa na kukosekana kwa mshikamano, na Afrika haiwezi kujiweka kwenye mgogoro wakati ndoto ya umoja na ustawi ipo katika ulimwengu. Usoge Mwaka ameandaa taarifa hii. Hichilema ametoa heshima kwa viongozi na waasisi wa mataifa ya Afrika akiwemo Rais wa Zambia Kenneth Kaunda, Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Rais wa Ghana Kwame Nkrumah, ambapo amesema kuwa maono yao yalikuwa uhuru, umoja na mshikamano wa Pan-Afrika, na akisema kwa sasa yanapaswa kubebwa na kizazi kipya cha viongozi. Ameongeza kuwa kizazi cha sasa cha viongozi wa Afrika lazima tushughulike na nafasi hii kwa kuzingatia ukuaji wa uchumi jumuishi ulio na uwazi, usimamizi sahihi wa kifedha na kujitolea kusaidia maendeleo ya kuleta ajira na nafasi kwa Waafrika, na akisisitiza haswa kwa vijana na wanawake walioachwa nyuma katika bara letu. Pamoja na hayo, amesema kuwa mabadiliko ya mifumo ya kifedha ya kimataifa ambayo kwa muda mrefu imewafanya nchi za Afrika kuwa pembezoni mwa mapambano. Rais huyo ameongeza kuwa Baraza la Afrika lazima liendelee kuandaa kwa mfumo wa kifedha wa kimataifa unaoweza kuratibisha usawa zaidi, akiongeza kuwa moja ya shabaha ambayo haitaki kuendesha tofauti za kihistoria, bali inaelekeza afya katika kujitambulisha katika njia yake ya maendeleo ya kudumu. Siku ya uhuru wa Afrika inaashiria kuanzishwa kwa shirika la ulinganifu wa Afrika la mwaka wa 1963 ambalo lilikuwa kabla ya Umoja wa Afrika. Tuipe kisogo taarifa hiyo na sasa tugeukie Israel, ambapo takriban wa Palestina 30 wameuawa katika mashambulizi ya Israel huko Gaza tangu alfajiri ya Mei 25, akiwemo mwandishi wa habari na watu kadhaa wa familia yake. Hayo yamebainishwa na mamlaka ya afya eneo hilo, ambapo imeeleza kuwa katika mashambulizi hayo ya kijeshi ya Israel, miongoni mwa watu waliouawa ni pamoja na afisa mkuu wa huduma ya uokoaji na mwandishi wa habari Hassan Majdi Abu Warda. Mwanaidi Mselema ameandaa taarifa hii. Takriban wa Palestina 30 wameuawa katika mashambulizi ya Israel huko Gaza tangu alfajiri ya Mei 25, akiwemo mwandishi wa habari na watu kadhaa wa familia yake. Hayo yamebainishwa na mamlaka ya afya eneo hilo, ambapo imesema kuwa katika mashambulizi hayo ya kijeshi ya Israel, miongoni mwa watu waliouawa ni pamoja na afisa mkuu wa huduma ya uokoaji na mwandishi wa habari Hassan Majdi Abu Warda. Ofisi ya vyombo vya habari vya serikali ya Gaza inayoendeshwa na Hamas ilisema kuwa kifo cha Abu Warda kiliongeza idadi ya waandishi wa habari wa Kipalestina waliouawa huko Gaza tangu Oktoba 2023. Aidha, matabibu wameeleza kuwa vifo vya hivi punde katika kampeni ya Israel vilitokana na mashambulizi tofauti ya Israel huko Khan Yunis kusini, Jabalia kaskazini na Nuseirat katikati mwa ukanda wa Gaza. Halikadhalika, madaktari wa eneo hilo wameeleza kuwa shambulio lingine la anga huko Nuseirat lilimuua Ashraf Abu Nar, aliyekuwa afisa mkuu katika huduma ya dharura ya kiraia katika eneo hilo, na mkewe ndani ya nyumba yao.
Katika taarifa ya jeshi la Israel, mkuu wa majeshi Eyal Zamir alitembelea wanajeshi huko Khan Yunis hapo jana Mei 25 na kuambia kwamba hivi sio vita visivyo na mwisho na Hamas imepoteza mali zake nyingi. Hapo awali iliripotiwa shambulio la anga la Israel na kuua wafanyakazi wawili wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu katika vifo vya hivi karibuni vya wafanyakazi wa misaada katika mashambulio yasiyokoma huko Gaza. Mwanaidi Mubarak, South Digital. Shukrani sana Mwanaidi Mselema kwa undani wa taarifa hiyo. Mwanamke mwenye umri wa miaka 39 amekamatwa na kushikiliwa na jeshi la polisi nchini Ujerumani kwa tuhuma za kujeruhi watu 18 kwa kutumia kisu katika kituo kikuu cha treni cha Hamburg. Tukio hilo limetokea baada ya mwanamke huyo kuachiwa kutoka kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili. Mamlaka zimeeleza kuwa mshukiwa alikuwa anajulikana na jeshi la polisi tangu mwaka 2021 kutokana na kuonesha dalili za wazi za matatizo ya afya ya akili. Polisi wamemkamata baada ya kushambulia watu katika eneo lenye shughuli nyingi. Latifa Vuai ana undani wa taarifa hii. Mwanamke huyo alikiri mbele ya mahakama na kusema kuwa alihusika katika shambulio hilo la kisu, na mahakama kuamuru kurudishwa katika angalizo la kisaikolojia kwa sababu za usalama na uchunguzi wa kina. Mshukiwa anakabiliwa na mashtaka 15 ya jaribio la kuua kwa makusudi pamoja na kusababisha madhara makubwa ya mwili, huku waathirika wa tukio hilo wakipata majeraha mbalimbali ya kukatwa na kuchomwa na kisu. Miongoni mwa waathirika ni wanawake watatu wenye umri wa miaka 24, 52 na 85 pamoja na mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 24 wakikimbizwa hospitalini wakati wakiwa na hali mahututi. Wengine 7 wakijeruhiwa vibaya huku na wengine wakipata majeraha madogo madogo. Ripoti kutoka Wizara ya Afya ya Lower Saskatchewan zinaeleza kuwa mwanamke huyo aliwahi kufikishwa polisi mara kadhaa kwa kuonesha kuwa na matatizo ya akili na alilazwa kwa wiki 3 mwaka huu katika hospitali ya Kirk7. Hata hivyo aliruhusiwa kutoka hospitalini baada ya madaktari kushindwa kupata ushahidi wa matibabu wa kuendelea kumshikilia. Mamlaka hakutoa maelezo kuhusu ugonjwa wake na kutoa sababu za faragha. Latifa Vuai, South Digital. Na sasa msikilizaji, tutamatisha uchambuzi wa taarifa zetu kwa kuangalia kile ambacho kinaendelea huko Nigeria, ambapo makundi ya wanajihadi wakiwemo Boko Haram yanaongezeka kwa idadi na nguvu kaskazini mashariki mwa Nigeria na kutumia mitandao ya kijamii kutangaza kampeni zao na kutafuta waajiri wapya. Shirika la habari la Ufaransa AFP limeeleza kuwa takriban watu 100 waliuawa katika wimbi jipya la mashambulizi wanajihadi mwezi Aprili, huko gavana wa Borno, kitovu cha ghasia ambazo zimeshuhudiwa tangu mwaka 2009, ameweka wazi kuwa serikali inapoteza mwelekeo kwa makundi yenye silaha. Mwanahabari wetu Emmanuel Manonga ametuandalia ripoti hii. Shirika hilo limetambua akaunti kadhaa kwenye jukwaa linalomilikiwa na Wachina, ambapo wanaume na wanawake baadhi wakiwa wachanga sana kuonyesha silaha na bustani pesa taslim. Magenge ya wahalifu ambayo huvamia vijiji na utekaji nyara ili kupata fidia kaskazini magharibi mwa nchi hiyo yametumia TikTok hapo awali na sasa, na wanachama wa Boko Haramu wanaandaa vipindi vya moja kwa moja vya TikTok ili kueneza propaganda, kuhalalisha vurugu zao na kutishia mtu yeyote anayethubutu kusema dhidi yao. Miongoni mwa akaunti 19 zilizokaguliwa na AFP ni wanaume waliovalia kama makasisi, nyuso zao zikifichuliwa kwa kamera hata walipoitisha vurugu dhidi ya serikali, na kuungana na akaunti zilizoonyesha uporaji wa silaha. Akaunti hizo pia huchapisha picha za zamani za mwanzilishi wa awali wa Boko Haram, Mohamed Yusuf, na zile za Isa Garo ambaye alipigwa marufuku kuhubiri katika maeneo ya umma katika jimbo la Niger kwa kutumia maneno ya vurugu dhidi ya demokrasia na ustaarabu wa magharibi. Wapiganaji wa jihadi waligundua kuwa ili kuteka akili za vijana wanahitaji kuzungumza nao kwa lugha wanayoielewa, badala ya mitindo ya kitamaduni ya kidaktari na dharau ambayo inachosha na isiovutia kwao, na hivyo kuamua kutumia mtandao wa TikTok kwa sababu watumiaji wengi ni vijana, na hivyo kuongeza idadi ya waajiriwa. Kwa upande wake, msemaji wa TikTok amesema kuwa makundi ya kigaidi na maudhui yanayohusiana na makundi haya hayana nafasi katika TikTok, na tutachukua msimamo usiobadilika dhidi ya uwezeshwaji misimamo mikali kwenye jukwaa letu, na tutashirikiana na teknolojia kupambana na ugaidi unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Asante sana Emmanuel Manonga kwa undani wa taarifa hiyo.
Na kufikia hapa, msikilizaji, hatuna la ziada katika matangazo ya Sura ya Dunia Kimataifa kwa asubuhi ya hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kutoka studio nambari 2, jina langu ni Bakari Chimpanga. Turejee studio nambari 1 kuendelea na matangazo ya Morning Pressure.